gũcokeria ngatho Mwathani na twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria tũke nyũmba-inĩ yaku. We nĩ wathondekire kĩrĩma gĩkĩ nĩgetha Mwathani tuĩke andũ a gũkena. Niĩ naya Mwathani ũtũhete mweke ũyũ twarĩrie, hũthĩra tondũ no ũhete mweke ũcio, ona wĩtĩkĩrie meciria ma ndungata ciaku kwamũkĩra kiugo gĩaku, na ũtũrathime mũthenya wa ũmũthĩ na na ũndũ wa Yesu Kristo Mwathani wetu. Nataka kuzungumza juu ya neno ambalo ninaliita kuwa mbele ya Mungu inabadilisha maisha yetu. The presence of God transforms us. Kuwa mbele ya Mungu inabadilisha maisha yetu. Na neno la mwongozo ambalo tulisoma katika Mwanzo na tulisoma 17 ambayo kuanzia mstari wa 13 kuendelea 14, Mungu alizungumza na baba wetu wa imani naye ni Ibrahimu. Akamwambia, sasa nimekufanya uwe rasilimali yangu. Ni kwa sababu Mwanzo 12, 15 na 16 ndipo tunapata Mungu akimuita Ibrahimu atoke kwa watu wao. Na kwa hivyo alipokubali mwito huo, basi Mungu akamwambia, sasa wewe unakuwa rasilimali yangu, na sio wewe peke yako, mpaka uzao wako. Na ndipo saa 13 inasema kwamba basi akamwambia watu wote ambao ni wa kiume waweze kutahirishwa, na yule ambaye atakataa kutahiri hatakuwa wangu. Andũ othe arĩa marĩ arũme maciarĩtwo nĩwe kana ũmagũrĩte na mbeca, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ ũhoro wa kũgũra ngombo, no nginya marue, na ũrĩa ũkũrega kũrua ũcio ndegũkorwo arĩ wa kĩrĩkanĩro na Ngai nĩekũmũrega. Koguo nĩ harĩ na ũhoro wa gwĩtĩkĩra nĩgetha Ibrahimu atwarane na Ngai, na nĩgetha Mwathani kana Ngai etĩkĩre kũmũrathima na atuĩke wa kũrathima rũrĩrĩ rwa Isiraeli rũrĩa rwaumanire nake. Koguo kĩhumo kĩa mũndũ nĩ kĩa goro, na nĩ wega mũndũ wothe gũtuĩria kĩhumo gĩake, nĩgetha ukamenya ni vizuri kutafuta umetoka wapi, na ili unaweza kujua changamoto zingine zinatokana na familia, ili na wewe Bwana aweze kukusaidia ili uweze kuzitatua kama inawezekana. Ni kwa sababu Ibrahimu alikuwa amezaliwa katika jamii ambayo tunaisoma katika Biblia. Na ni kwa nini Mungu anataka tuelewe hiyo jamii? Ni kwa sababu wao walikuwa na tamaduni zao, na tamaduni zingine Mungu hakuzikubali. Kwa hivyo ndiposa alimuita Ibrahimu akamwambia toka katika zile tamaduni. Vile vile walikuwa kiabudu sanamu, na ndiposa alimuita akamwambia toka ili amfundishe njia nyingine. Na alipotoka akakubali, basi Mungu akaandamana pamoja naye na akamwambia kwamba atambariki, ni kwa sababu yeye ndiye Mungu ambaye anafanya hivyo na atamfanya mama wa taifa. Na kwa hivyo Ibrahimu akaingia hiyo shule ya Mungu ya imani, na anapobarikiwa na anapoelezwa kwamba atakuwa baba wa taifa, hakuwa na mtoto. Kwa hivyo akaanza kufundishwa na Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yabadilike, sio kwa vile ambavyo dunia inafundisha, lakini kwa vile Mungu mwenyewe mapenzi yake yalivyo. Basi tunaposoma katika Kutoka 3, tunakuta kijana huyu ambaye anajulikana kama Musa, ambaye ametoroka kutoka kwa watu wao waliokuwa katika utumwa ambao ni uzao wa Ibrahimu. Naye Mungu anakuja na kumwambia kwamba nimekuja ili niokoe watu wangu, lakini ninaanza na wewe. Basi Musa aliona kwamba katika kichaka kinaungua, lakini kuna moto lakini hakichomeki, hakiishi. Alipotamani kukaribia, ndipo akasikia sauti ya Mungu akamwambia, pahali ambapo umesimama ni patakatifu, vua viatu vyako. Na Mungu aliponena naye akafunika uso wake, kwa sababu alifunzwa Mungu ni nani na vile ambavyo Mungu anatamani. Tunajua kwamba Musa alipochukuliwa na mtoto ama msichana wa Farao,
mama yake alipata nafasi ya kumnyonyesha na alimfundisha yeye kwa ni Wayahudi na Mungu wao ni Mungu wa aina gani na historia yao na Mungu. Kwa hivyo Mungu anaponena pamoja na anamwambia, nimekuja ili wewe nikutumie uokoe watu wangu kutoka kwa utumwa, kwa sababu nimesikia kilio chao. Basi Musa naye pia akaingia katika shule ya Mungu, akamfundisha ni Mungu wa aina gani. Alijisikia kama hawezi kukabiliana na serikali ya wakati huo, lakini Mungu akamwambia, niko na nguvu na nitakuongoza, lakini ni lazima uwe mtiifu na uweze kusikiliza sauti yangu ili niandamane pamoja nawe. Na baada ya Musa kufa, basi Joshua alichukua hayo mamlaka ili kuongoza wana wa Israeli ambao wako uhuru waingie katika nchi ya Kanaani, na ili waweze kuimiliki iwe nchi yao. Na maneno haya Mungu alikuwa ameyazungumzia kwa Ibrahimu kwamba uzao wako utakuwa watumwa, lakini pia nitawatoa huko na mkono wa nguvu, na nitawapa nchi ambayo nimeiandaa kwa ajili yao na wataimiliki. Musa amefanya kazi ya kuwakomboa, naye Yoshua anafanya kazi ya kuwapa milki hiyo, kwa sababu Mungu katika kila kizazi huteua watu kufanya kazi tofauti. Muulize jirani yako, kazi yako ni gani? Kwa sababu ni wewe lazima ujue, kwa sababu kila kizazi Mungu anateua watu wafanye kazi tofauti. Yoshua naye katika Yoshua 5, ukirudi nyumbani usome, unaona kwamba anapojiandaa kupigana na mji wa Jericho, na ulikuwa ni mji ambao umezingirwa sana, naye malaika wa Mungu akamtokea, na ndiposa Joshua akamuuliza, wewe ni nani? Na uko upande wetu ama upande wa maadui? Naye malaika akamwambia, mimi siko upande wowote, lakini nimekuja ili nifanye kazi ambayo ninataka kuifanya, lakini mahali ambapo umesimama ni patakatifu, vua viatu vyako. Naye Yoshua akajua yuko mbele zake Mungu. Sori shughuli gaidi ndio mmenyagalea mbele ya Mungu, kwa sababu ni jambo la maana sana kujua wakati uko mbele zake Mungu. Na nafasi moja ni kama vile ambavyo tumekuja hapa kanisani, ni uramenya ate handu handiki ni hathe, ni uramenya huku ni kugayo kwa kushemania na ki nawe, kwa sababu hiyo ni jambo la maana, kwa sababu tumefika mahali pa kuzoea kanisani, kwetu nyumbani na mambo kama hayo, na tunaanza kuingia katika kujimaliza wenyewe. Lakini leo nataka kuzungumza kwamba unapojua uko mbele za Mungu, basi lazima ubadilike. No kinyogaruke, ni kwa sababu hiyo itakupa nafasi sasa ya kuweza kwenda mbele. Na watumishi hawa walipofika nafasi hiyo, tunaona kwamba maisha yao yalibadilika. Ibrahimu akaacha kuabudu sanamu, akatoka katika mila na desturi zao za kutoa kafara za watu na akawatoa, kwa sababu haikuwa rahisi, kwa sababu Ibrahimu alikuwa amekulia katika jamii hiyo, kurutabagogona madu na weka maundu mahano huko no geno kinyagia mundu teko na amuonie we nega ituhana ate. Na ndiposa wakati ambapo Mungu alimwambia atoe mtoto wake Isaka sadaka, ilikuwa kama ni kawaida, lakini Mungu akamwambia hiyo sio njia ambayo mimi napitia, na mimi si Mungu wa aina hiyo. Kwa hivyo akaendelea akibadilika, akaendelea kujua nguvu za Mungu na vile ambavyo Mungu anafanya mambo haya. Kwa hivyo wakati ambapo Yesu Kristo katika Mathayo 17 ambao tumesoma, anawachukua wanafunzi wake na anawapeleka katika mlimani. Wanapofika pale mlimani katika hali ya maombi, na leo ambaye ametutangazia hata tariki 20 togoka gukuthaithia tukiatia ero cio ngitwarie na Ngai, tondu rimwe twauga kuhoya ri andu matimenyaga kuhoya ni gwika atia, tugatwarie na Ngai. Tondu rimwe ritwa ria kuhoya andu ni marigagwo ni atia, no tugoka tariki 20 kwaria nao na Ngai. Kana ona riria
muthenya utaheanĩtwo rĩ, we rĩ nĩ ũrĩ mweke wa gwĩka atĩa, wa kwaria nao na Ngai. Ndio swali lilipothagirwo kuhoya, ni wakati wa kuongea na Mungu. Tarehe 20 tuje tuongee na Mungu na tumwambie Mungu mahitaji yetu na ni mambo kama gani ambayo tukiyataka. Na ndio niwazungumza hata watoto wafunzwe kuongea na Mungu, kwa sababu tunapoongea na Mungu, Ngai witũ nĩ wa tene na na tene. Hivyo ndio tuthiraga, no Ngai witũ nĩ wa nĩ wa tene na tene. Na ile maombi ambayo tumemuomba Mungu, yeye anayatimiza wakati wake. Kwa hivyo Yesu anapowachukua wanafunzi pale mlimani, basi tunaona kwamba Petero, Yohana na Yakobo wanaingia katika mshangao. Ni kwa sababu kufumba na kufumbua macho, basi waliona kwamba ukuu wa Mungu umewazingira na umewafunika. Na ndiposa tumesoma habari hiyo. Basi wakaona pahali ambapo ni patakatifu, na mara tu wakasikia sauti ikitoka mbinguni, "Huyu ni mwanangu ambaye ninapendezwa naye, hebu na msikilize." Wanafunzi wakawa na uoga na wakaanguka chini kifundifundi kuogopa, kwa sababu Yesu alitaka pia wajue yeye huyu ambaye habari yake imezungumziwa na nabii Isaia, huyu ambaye tunasoma habari yake katika Injili ni nani. Kwa hivyo alitaka wajue Yesu ni nani ambaye amewaita kuwa wanafunzi wake. Na walipoona hivyo, basi ndiposa tunaona kwamba pale wakamuona Musa na wakamuona Elia. Na ndiposa Petro anasema hivi, hebu hali hapa ni patakatifu na tuweze kujenga vyumba vitatu, moja yako ya Musa na Elia. Ni kwa sababu waliingia katika ukuu wa Mungu. Wakati ambapo unaingia katika ukuu wa Mungu, wewe unabadilika. Fikira zako, mwenendo wako, kutenda kwako kunageuka, na hiyo inakusaidia katika msimu wako. Ili wewe usiwe tu ni watu wa kufuata upepo, kama vile ambavyo Waswahili wanasema bendera ufuata nini? Upepo. Usiwe tu ni mtu wa kufuata upepo, lakini uwe ni mtu wa kuuliza Mungu, Mungu, tuko katika majira gani? Wakati corona iliingia katika nchi yetu ya Kenya na dunia yote, watu walipatwa na uoga mwingi, lakini niliendelea kuhubiri. Na ndio wakati huo ambao tukaanza kuingia katika hewa na tukaambiana katika parokia hii sasa, ndio serikali imesema tukae nyumbani, lakini tutaendelea kuhubiri. Na tukaongea na administration, tukasema tutakuwa tukihubiri kanisani kwa sababu watu weko nyumbani. Na tukasema kwamba hili ni neno linatimia, lakini Mungu wetu ana njia ya kumaliza jambo hili. Na kwa sababu hatutaki kujua kama ugonjwa ulianza China ama ulianza wapi. Ona hivyo mulimu ucio wajengere na thika idariho. Avyo no mote dariho. Kwa hivyo alikuwa na nafasi ya kuuzima ukiwa huko, lakini ni kwa nini ulifika kwetu? Hata sasa kwenda na mbele Mungu anajua. Kwa hivyo wewe thiaga kuria utuo rurathi no wiraga mwathani atiriri, riu mwathani ni kwenda gukuona ihinda riri ndiratura muoyo nigetha amenye wendi waku ni uriku. Kwa hivyo it's very important, ni jambo nzuri sana kujua kwamba Mungu wetu ni wa majira yote. Mungu wetu ni wa vizazi vyote. Kwa sababu alikuwa na Ibrahimu wakati wake, na Ibrahimu alipomjua akamwamini na akamwambia atakuwa baba, akaamini. Haijalishi miaka ya Ibrahimu, lakini alikubali. Mke wake Sara akamsaidia kukubali, wakabarikiwa wakawa wazazi. Kwa hivyo wakati wao aliamini na hilo likatendeka. Lakini sisi tunaposoma leo tunaona kama kwamba huyo Mungu wa Ibrahimu sio Mungu ambaye tuko naye siku ya leo. Ninataka kusema hivi, Ngai ucio no wetu na kumuthenya woki ndari arashenjia, hajabadilika. Kile kizazi kilimfurahia Mungu huyo,
na huyo Mungu hajabadilika. Huyo ndiye Mungu aliyekuwa na Meshach, Shadrach na Abednego alipotupwa katika moto. Huyo ndiye Mungu aliyekuwa na Yosefu, ambaye alisema haijalishi hata nikienda jela, mradi tu niko na Mungu, he has the solution for my life. Kwa hivyo huyo ndiyo Mungu ambaye nataka kuzungumzia kijana ambaye anasikiliza siku ya leo. Tia kuthikiriria uria andu marauga atiriri githomo gitire na bata. Tia kuthikiriria uria andu marauga ati gutire na mawira. Hiyo lazima waongee, kwa sababu bendera hufuata nini? Upepo. Lakini wewe Mungu wako ndiye atakayekupa matunda ya masomo yako. Mungu wako ndiye atakayekupa matunda ya kazi ya mikono yako. Mungu wako ndiye atakayekubadilishia. Huyo ni Mungu, hajabadilika vizazi na vizazi. Kwa hivyo hata sisi wakati tutakapokuwa tukiondoka, Mungu hataondoka. Mungu ataendelea kubakia na atakuwa na vizazi ambavyo vitakuja nyuma yetu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tufanye uamuzi wa kuweza kumkubalia Mungu awe pamoja nasi na tuendelee kufurahi katika uwepo wake. Ni vizuri wakati mwingine kusema ni wakati ya usiku, wakati mwingine huwa anasema hivyo, wakati ya usiku mimi ninaenda kulala kwa Mungu, wake arushi nekekake basho. Hiyo ni kumaanisha nini? You want the presence of God to be with you. Kila mahali na kila hali yote, speak about God. Wacha Mungu awe ndiye mwandani wako na akusaidie. Mwambie jirani, Mungu wa majira yote, Mungu wa vizazi vyote. Kwa sababu ni vizuri kuelewa hivyo. Tutakaye kushiri atirimu ni kwetu ina Ngai. Unajua kuna watu wengine wanasema ati kanisa hii kuna Mungu na hii hakuna. Hakuna pahali Mungu hayuko. Kana mutigwa gatu male yo himura mathia makiara kihoro wa Ngai. Tondu Ngai akuo ona kunga kunywagira njohi Ngai areke. Ali akuo. Tego shiria tondu we nwe mutumia wa Kiundi kana we no muthuru wa Piseme ati we nwe wina Ngai. Ngai ena ndoke. Oze. Kwa hivyo ni vizuri Bwana aweze kusaidia hivyo, kwa sababu Mungu ana watu wote. Na wewe uweze kukubali hivyo. Nigetha Ngai ucio na no umuhoe umuratiriri. Mwathani toni njui muthuru wakwa akinywa njohi. Ekunywaga njohi ureke uri oho. Na no wonire mikebere ekiri atia? Ona ngirathi iria ekiri atia? No Mwathani riu ni ngwenda gukuhoya. Riria wikunywa akanyotoka ni mukebeke omwe. Muthuri akona akayo arwarire. Tondu Ngai ndari ku akinywa njohi. No muhoere Mwathani ni ngwenda riu kumanagia ha nginya Dithemba anyotoke mukebeke. No Januari nyoto cio wiki atia? Uthire tondu gukorwo riho. Januari igakinya muthuri akwira atiriri. Ndona ndaraigua bata wake. No tio njira Ngai oi ni okaga nayo. We hoya, we aliananga. No tia ku assume ati ku ndari kuo. Ona kuweke. Eko, hayo ndio maneno ambayo Daudi anazungumza katika Zaburi ya 23. Ona ngoro ni kwa ngoma Ngai areke. Hajabadilika, ako pale. Na kwa hivyo ni vizuri kujua hivyo. Mungu ni wa majira yote na vizazi vyote. Na hilo ni jambo la maana sana wewe ambao unanisikiliza siku ya leo kulielewa. Ni kwa sababu tukifanya hivyo Mungu ataendelea kutubariki. Ni vizuri kwa sababu tumesema ni Mungu wa majira yote, ni Mungu wa nini? Wa vizazi vyote. Kwa hivyo usidhanie kwamba ni Mungu tu wako peke yako, hapana. Ni Mungu wa watu wote. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumza ni vile wewe ambavyo unavyomjua Mungu. Vile ambavyo unamchukulia Mungu. Na hilo ni jambo la maana sana. Ule woyaga Ngai. Wewe unamchukua Mungu ni kama nani? Ama kwako unampa nafasi gani? Hilo ni jambo la maana sana. How do you perceive God? Kwa sababu kama humchukulii Mungu kama Mungu,
Mwimbaji mmoja, waimbaji ni wengi hapa katika Baraka, aliimba akasema, wacha Mungu awe nini? Wacha Mungu aitwe nini? Hilo ni jambo la maana sana, kwa sababu Mungu ni Mungu na nguvu yake haijapungua. Lakini ni lazima sasa wewe uweze kuelewa Mungu namna hiyo, na ili uweze kufanya kazi ambayo sio kwa nguvu yako, lakini ni kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Na nilitanguliza na kusema, ukiwa mbele za Mungu, uking'amua kwamba Mungu yuko pamoja nawe, atakubadilisha. God transforms us. Kwa hivyo Mungu akija, wewe unabadilika. Kama ulikuwa muoga, unapata nini? Unapata nguvu ya kuendelea. Unaanza kufanya mambo tofauti. Ni kwa sababu ahadi za Mungu ni za milele na hazivunjiki na vile ambavyo amezungumza. Lakini hilo halitawezekana kama hatutachukua nafasi ya kusoma Biblia na vile vile kuongea na watoto wetu na kuambia Mungu ni nani, na kuambia vile Mungu ambavyo anaweza kufanya. Kama ni mtoto wako, mnaomba pamoja naye, alafu unamwambia unataka kusoma, ndio. Unataka kusoma nini? Anakuambia. Basi unamwambia wacha tuombe Mungu. Eketwalie na Ngai. Ogo warati rale, Ngai ekiatia ahigwe. Na uendelee kumwambia hivyo. Kwa sababu nimegundua hilo ni jambo la karibu sana. Wazazi ambao wameendelea kuwa na watoto wakubwa. Kama mimi sasa sina watoto nyumbani. Lakini nijeraga Ngai, ohoro wa ciana iriko. Naiguaga, niahingagia. Hiyo ndio jambo ambalo la maana sana. Jua Mungu ako na wewe hapo, na ana watoto gani hao huko, na vile unamwambia anafanya nini, anasikia, na vile anatenda kule. Mzazi mmoja alikuwa na kijana, kama vile ambavyo sisi tuna watoto high school. Huyo kijana alikuwa anaitwa Kamau. Kamwambia Kamau, sasa unaenda high school. Lakini vile ambavyo tumekuwa tukiomba Mungu hapa, pia nitaendelea kukuombea ukiwa wapi? High school. Na kwa hivyo, kwa sababu tunaomba na wewe saa 6 ya usiku, kwa hivyo kila saa 6 nitaamuka nifanye nini? Niombe na wewe. Ukiwa wapi? Kule. Na mimi nitaendelea hapo. Na mama akawa mwaminifu. Na akaomba, lakini Jumamosi moja alipokuwa anaomba, Kamau na marafiki zake walikuwa wameenda disco. Kwa sababu ni kijana kama yule mwingine. Ni kijana, na ni vizuri kukubali ni vijana. Mimi nina vijana sasa na lazima ukubali. Lakini ilipofika saa 6, Roho wa Mungu akamwambia Kamau vile angalia saa. Alipoangalia saa kaona ni saa ngapi? Nini ilikuja kwa fikira yake? Mama anafanya nini? Kuanzia hapo Kamau alibadilika. Akaangalia pale mlango akatoka. Akaenda akarudi shule kwa sababu alikuwa alijihukumu mwenyewe. Akoroma miaraho ya Ngai yule ajowe maundu maria ndireka timanga iriku timanga yocio. Akarudi shule. Wakati alirudi shule kukawa na msako. Wale vijana walikuwa kuwa night club wote wakafanya nini? Wakashikwa. Walipokuwa tena wanaulizana, na Kamau wako wapi? Ni nini ilitoa Kamau kwa disco? Maombi. Ni lazima tujue Mungu wetu ni Mungu wa aina gani. Kwa sababu vile ambavyo unamchukua Mungu itakusaidia sana katika maisha yako na katika jamii yako. Na usichukulie ni jambo la mzaha. Hapana. Mungu anatutazama. Todo shigo icio nicio Ngai alire Musa. Watu wangu nimekuwa nikiwatazama wakiwa katika utumwa, na ninyonete minyamaro yao, na riu ndoka nigathatike atia mahonokie. Nimekuwa nikiwaangalia vile wanateswa, na sasa nimekuja ili niwaokoe. Kwa hivyo Mungu anatutazama. Ambia jirani, Mungu anakuona. Mungu anakutazama. Anaona zile shida unazo, anaona mambo ambayo unapitia, na kwa hivyo anagojea wewe. Kwa sababu
aliona Musa ni mtu ambaye alishikwa na uchungu sana. Todogire atiriri niye ndingitura njikaraga kwa muthamaki na watu aitu no kuthina mareka atia marathina kabathi njitanio nao. Na alipoenda kule aliona ile shida ilikuwa, baadaye alipoua Misri akaona atorokea maisha yake. No ruocio ali na ruole no gameherete koguo no rwathire nakuo kuria athire kwihitha na Ngai ni waramukora. Akamwira atiriri ruo ruria ukoretwo naruo no ndiruone. Kwa hivyo ni vizuri kujua Mungu anasikia uchungu, anaona vile ambavyo unateseka kwa sababu ya jirani, anaona vile ambavyo unateseka kwa watu wengine. Kwa hivyo lazima akuje ili akulipe. Kwa hivyo usio unafurahia shida za watu wengine, iwe shida yao ni shida ya nini? Yako. Thina wa korone thina waku na Ngai nionaga na atakuja kukulipa jambo hilo. Nilisema hapo awali kwamba Mungu wetu ni Mungu wa milele na milele. Hivyo ndivyo tuhitokaga no Ngai ni watana na ke na tena. Na hilo jambo lilinibeba sana nikiwa high school. Na vile vile wakati ambapo tulikuwa na utawala wa Bwana Moi kwa miaka 24. Ilinibeba sana. Na nikajua kwamba majira huwa yanapita. Lakini Mungu ni wa milele na nini? Na milele. Hata corona itapita na Mungu ni wa milele na nini? Usiwe na wasiwasi na usiwe na uoga. La hasha. Wewe endelea kumwamini Mungu na ujue kwamba uturaga guku thi na wikaga maundu maria wikaga ndio wakwenda kwao. Wabe. Tigai guthimirwo riera ni Mungu. Hapana, usikubali kuwekwa box. Hapana. Na kama utaingia kwa box, iranga igai ta box ineno. Na ugeria kuruga, nginya weke atia? Nginya umire. Nimo tira hivi, na ukiruga kiura kimwe nige kulire irima-ini. Na riari iruku muno kiaruga gitiranga kuma. No kiaruga kinyitirira tiri wa ikuruka. Kiaruga tiri wa gatia? Waikuruka. Kiaruga tiri wa gatia? Waikuruka. Kiaruga waikuruka. Maita igana tiri no rekatia? Maita magana mere nginya tiri ugikuruka kirai kiota gwikatia? Bwana asifiwe. Mwimbaji akaimba, ugeretie maita mke. Ugeretie maita maigana aje? Geria ke? Geria reki. Jaribu. Usikubali kufa. Pana shikilia. Mungu wetu wako anangojea kuona bidii, kwa sababu yeye ni Mungu wa majira yote na atakuwa pamoja nawe, na kuishi kwako na kudumu kwako ni kwa sababu yake mwenyewe. Na kazi zote ambazo unazifanya ni kwa sababu yako mwenyewe. Usivunjike moyo na usidhanie kwamba ni mwisho. La hasha, Mungu yuko pamoja nawe. Najua tuko katika wakati mgumu sana wa kujua ukweli wa mambo. Na sio sisi peke yetu. Wakati ambao Petro anasema mahali hapa ni pazuri, tujenge nyumba moja kwa ajili ya Elia. Elia alikuwa ni nabii. Na utakaporudi nyumbani usome Wafalme wa Kwanza 18, utakuta habari ya Elia. Na huyu nabii alikabiliana na mfalme aliyekuwa anajulikana kama Ahab na mke wake. Walikuwa ni watu waovu sana. Na vile vile alikabiliana na manabii wa uongo. Lakini akasema, Mungu wangu najua ni Mungu wa ukweli. Na kwa sababu tumesumbuana sana, sasa twende mlimani ili tuweze kutoa sadaka. Tuweze kujua leo Mungu wa ukweli ni upi. Kisoma Wafalme wa Kwanza 18, Elia alipokaribiana na manabii hao wote, basi akasema atatoa kafara, na yule Mungu ambaye atajibu na moto, basi huyo ndio Mungu wa kweli. Kwa hivyo hata sasa tuna changamoto ya kujua Mungu wa kweli ni upi. Na ni shida kubwa sana katika ulimwengu tunaoishi. Lakini ni wewe utafanya uamuzi huo na kuwasaidia wengine waweze kujua. Kwa hivyo ni wewe utafanya mambo haya. Ongea na Mungu. Mwambie Mungu, sasa hii shida iko dunia yote, wacha nijue ukweli
wako kabisa ndani ya maisha yangu. Na Mungu huja na anakuonyesha na unakubali na unaanza kuingia safari na kuambia wengine ndio doge ndio dikage hata goshage Yesu ndio doge ndio goshage Yesu adoni madina ruhuwa ruragi na ni ndio ndio doge. Napomalizia nataka kusema hivi, Yesu Kristo alikuja na Mungu alipeana nafasi hiyo ili aishi katikati yetu, ili tumwamini na ili tuweze kuishi. Sasa katika kizazi chetu tugutura moyo ni ndo awitikiao Yesu. Katika kizazi chetu tugutura moyo ni ndo awitikiao Yesu. Tondu hatiri ritwa ringi, hakuna jina lingine ambalo ni kuu kuliko jina la nani? La Yesu. Unapoliitia linakuokoa. Kwa hivyo sasa tumepewa nafasi hiyo, na ni wewe na mimi uweze kuamua, kwa sababu yeye ndiye ameshinda magonjwa, ameshinda kifo, yeye ndiye aliyefufuka, na yeye ndiye tumaini letu la uzima wa milele, na yeye ndiye anayetoa kafara ya kutosha kwa sisi wote. Kwa ajili ya damu yake inazungumza mambo mazuri juu ya maisha yetu, na yeye ndiye anayetutetea, ndiye wakili wetu kwa ajili ya shutuma zote ambazo shetani anazitoa, na yeye ndiye ambaye ameyachukua majina yetu na kuyaweka pahali ambapo ni patakatifu. Bila Yesu hauwezi. Na sasa kumeingia mambo ya kujaribu kubadilisha njia ya Yesu Kristo ili tuweze kufuata njia zingine. Kwa hivyo ni vizuri Bwana aweze kukusaidia wakati wa siku ya leo kujua kwamba hakuna njia nyingine ambayo imebuniwa. Kwa hivyo kama Bwana amekupa nafasi, utakapokuwa nyumbani unaweza ingia katika Yohana 10:4, na neno la Mungu linatuambia tusifadhaike moyoni, kwa sababu hakuna njia nyingine. Yeye ndiye pekee, ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima wa nini? Wa milele. Utagika na gurora kundu kungi na kungiaca. Na it's not fashionable. Tia kwirwo ati wikire gitamba kia white kana kia red kana kia yellow nigetha ukinyire Ngai. Hatire undu ungi. It's not fashionable. The other things is about culture. No culture ya Yesu. Culture ya Mungu ni kunyiha. Culture ya Ngai ni kuiguanira tha. Culture ya Ngai ni kwenda mundu uria ungi witha wikite atia uyendete. Culture ya Ngai ni kwaragia na Ngai hingo ciothe na guthoma kiugo giake. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thayo wangĩkagĩmenya kũrĩ ũtarĩ. Ũraikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũrũmenyete Ngai na mũtũrũmwendete. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroge na inyuĩ rĩu mũkiumagara mũgĩcoka mĩciĩ-inĩ thĩinĩ wa mawĩra, ona mũkĩanjĩrĩria kiumia gĩkĩ, nĩgetha thayũ ũcio mũigane na inyuĩ, nĩgetha mũgĩe na ihinda rĩa gũtua matua ma kwenda Ngai na kũmũtungatĩra rĩu ningĩ tene ona tene. Amen.